Dunia imejaa maajabu mengi sana, na kati ya wanadamu wote waliowahi kuishi duniani, wapo wachache waliozaliwa na uwezo wa kipekee unaovuka mipaka ya uelewa wa kisayansi. Wengine wameweza kustahimili mazingira magumu, kuwa na kumbukumbu za ajabu, au hata kufanya mambo yanayoonekana kama miujiza. Je, watu hawa wana siri gani? Ni mageuzi ya kibiolojia, vipaji vya nadra, au kuna jambo zaidi? Katika makala hii tutachunguza wanadamu wa ajabu zaidi waliowahi kuwepo, sifa zao zisizoeleweka, na jinsi sayansi inavyohangaika kutoa maelezo ya kina kuhusu wao. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Karibu kusikiliza makala hii. Mtu wa kwanza ni Daniel Brown Smith. Daniel alizaliwa mnamo mwaka 1979 huko nchini Marekani. Tangu akiwa mdogo kabisa aligundua kuwa ana uwezo wa kupinda mwili wake kwa njia ambayo hakuna mtu mwingine aliyeweza kufanya. Uwezo huu ulimfanya ajulikane shuleni na mtaani, na hatimaye akaamua kuutumia kama kazi yake rasmi katika sanaa. Daniel ana uwezo wa kupinda mwili wake kwa namna isiyoelezeka, kugeuza viungo vyake kwa pembe zisizowezekana kwa binadamu wa kawaida, lakini pia anaweza kuingia kwenye nafasi ndogo kama vile kwenye masanduku au mabomba madogo kwa urahisi zaidi, jambo ambalo si rahisi kabisa kwa wanadamu wa kawaida. Kisayansi, hali hii inajulikana kama hyperelasticity au Ehlers-Danlos syndrome kwa maana ya EDS. Watu wenye hali hii wana tishu laini zaidi kuliko kawaida, hivyo wanaweza kujikunja kwa namna isiyo ya kawaida kabisa. Ingawa baadhi ya watu wenye EDS wanapata maumivu makali sana, lakini Daniel ameweza kuidhibiti na kuitumia kama kipaji chake. Daniel amewekwa kwenye kitabu cha rekodi za dunia kwa maana ya Guinness kama mtu mwenye mwili unaonyumbulika zaidi duniani, na amekuwa akifanya maajabu yake kwenye maonyesho ya televisheni, ikiwemo kwenye filamu na matamasha makubwa zaidi duniani. Mtu wa pili ni Wim Hof. Wim Hof anajulikana kama The Iceman. Ni mtu maarufu kutokana na uwezo wake wa kipekee wa kustahimili baridi kali na kuonyesha ushawishi mkubwa katika kudhibiti mfumo wa mwili kwa kutumia akili yake. Hof ameweza kufanya mambo yasiyo ya kawaida kabisa, kama vile kuingia kwenye maji ya barafu kwa muda mrefu bila kuathirika, lakini pia kufanya mazoezi ya kupumua ambayo yanaathiri kiwango cha oksijeni katika mwili wake, na amewahi kutembea kwenye theluji akiwa nusu uchi na kuogelea kwenye maji ya barafu bila ya madhara yoyote mwilini mwake. Wanasayansi waligundua kuwa Wim Hof anaweza kuathiri mfumo wake wa neva kupitia mbinu za kupumua na kutafakari, na mbinu zake zinampa uwezo wa kudhibiti joto la mwili wake hata katika hali mbaya sana ya hewa, jambo ambalo lilikuwa likionekana kuwa haliwezekani kwa mwanadamu wa kawaida. Mtu wa tatu ni Isao Machi. Isao Machi, maarufu kama samurai wa kisasa, ni mmoja wa mabingwa wa dunia katika ustadi wa upiganaji upanga na ni mtaalamu wa Kenjutsu, ambayo ni sanaa ya mapigano ya upanga wa Kijapan. Machi anajulikana zaidi kwa kasi yake ya ajabu zaidi, ustadi wake na uwezo wake wa kupiga kwa usahihi wa kipevu, na pia kwa kuwa ni mwanamapigano wa kisasa ambaye bado anaheshimu maadili ya samurai wa zamani. Ana uwezo wa kuona na kukata risasi za mpira zinazorushwa kwa kasi kubwa kwa kutumia upanga wake wa samurai, na pia anaweza kutabiri mwendo wa kitu hata kabla ya akili ya binadamu wa kawaida kugundua kinachotokea. Wanasayansi wanasema uwezo wake wa kuona vitu kwa haraka mno umehusishwa na maendeleo yasiyo ya kawaida katika sehemu ya ubongo inayoitwa occipital lobe, ambayo hushughulikia maono kwa haraka sana. Na watafiti wanaendelea kusema Isao anaweza kuchanganua picha kwa kasi zaidi kuliko mtu wa kawaida, jambo linalompa mwitikio wa haraka usio wa kawaida katika ulimwengu huu. Mtu wa nne ni Ben Underwood. mvulana anayeona kwa masikio. Ben Underwood ni mtoto wa kipekee aliyekuwa maarufu kwa uwezo wake wa kipevu
upotevu wa kuona kupitia echolocation au kuona kwa kutumia masikio kama vile popo wanavyofanya. Ben alizaliwa mnamo mwaka 1992 huko California na anajulikana kwa uwezo wake wa kutambua mazingira yake kwa njia ya kipekee baada ya kupoteza uwezo wa kuona akiwa na umri mdogo sana. Alikuwa na uwezo wa kutumia masikio yake kama sona ya asili ambayo inamfanya kuwa mmoja wa watu wachache duniani wanaotumia njia hii ya ajabu zaidi ili kuweza kuona. Aliweza kutembea, kucheza mpira wa kikapu au hata kuendesha baiskeli bila macho. Madaktari waligundua kuwa ubongo wake ulizoea kutumia masikio yake kama kamera, jambo ambalo ni nadra sana kwa binadamu wa kawaida. Ben alikuwa na uwezo wa pekee wa kusikia sauti ikirudi kutoka kwa vitu na kuchanganua umbali wa vitu hivyo kwa usahihi mkubwa sana. Ben aliwavutia watafiti wengi wa neva kwa uwezo wake wa ajabu wa kutambua mazingira kwa kutumia sauti tu, na mbinu zake zimefundishwa kwa watu wasioona ili kuwasaidia kupata uhuru wa kutembea bila fimbo. Mtu wa tano ni Mikel Lotito. Huyu ni mtu aliyejulikana sana kuwa ni mtu anayekula vyuma. Mikel Lotito alikuwa mtu maarufu kutoka Ufaransa ambaye alijulikana kama mtu anayekula vyuma kutokana na uwezo wake wa ajabu wa kula vitu vigumu na vya hatari kama vile vyuma, glasi, plastiki, mbao, chupa, metali, baisikeli na hata ndege ndogo aina ya Cessna 150 bila ya madhara yoyote mwilini mwake. Lotito alifanywa maarufu duniani kwa uwezo wake wa kula na kumeng'enya vitu vya ajabu zaidi ambavyo vingekuwa na hatari kubwa kwa mtu mwingine yeyote yule. Madaktari waligundua kuwa ukuta wa tumbo lake ulikuwa maradufu kwa unene kuliko mtu wa kawaida, jambo lililomfanya asiathirike na vyuma na vitu vingine hatari zaidi. Pia alikuwa na asidi ya tumbo kali inayoweza kuyeyusha vitu vigumu, na aliweka rekodi ya kula ndege ndogo aina ya Cessna 150 kwa vipande vidogo vidogo kwa muda wa miaka 2, na huyu anabaki kuwa mmoja wa watu wa ajabu zaidi waliowahi kuwepo duniani. Dunia imejaa maajabu mengi na watu hawa wamethibitisha kuwa uwezo wa binadamu unaweza kuwa wa kushangaza kupita kiasi. Ingawa sayansi imeweza kuelezea baadhi ya sifa zao, lakini bado kuna mambo ambayo hayana maelezo kamili mpaka hivi leo. Je, kuna mwanadamu mwingine wa ajabu unayemfahamu? Unadhani watu hawa ni matokeo ya mageuzi ya asili au kuna kitu kingine kisichoeleweka? Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Unaweza kunifollow katika ukurasa wangu wa Instagram kwa jina hilo hilo la Abdul Kingungo. Asante kwa kunisikiliza. Tukutane katika makala zinazofuata.